Askofu anatembelea V8, anakwenda kijijini, mahali ambako watu hawana kitu, nyumba ya udongo, yani kanisa la udongo, nyumba ya udongo, maisha magumu. Anawambia nakuja kufanya semina huko, naomba mjiandae mniwekee mafuta kwenye V8. Wewe unajua mafuta ya V8? Wewe unadhani mchungaji anaenda wapi? Sikukopa. Hatakuleta kweli, utahubiri kweli, lakini utawaacha watu na maumivu mioyoni mwao. Na una uwezo, kama unaweza kununua V8, hiyo V8 ni milioni ngapi? Milioni 200 na ngapi? 250. Yaani mchungaji unaenda kununua V8 milioni 250 na kanisa lako limekaa hivi. Ukitoka nje na unaingia kwenye V8 unaenda. Mungu anakuonaje? Kuna watu kanisani huko, makanisa yako, kanisa limekaa hivi kana tayari libomoke hivi. Yaani kanisa linaongea na ishiria. Kanisa linaongea na ishiria. Na ukifika pale unataka watu wakuchangie mafuta wakuwekee kwenye V8 yako. Na unaambia niandalieni hoteli nzuri ya mimi kwenda kulala, ili nikiwa nakuwa na upili nisisumbuliwe na mambo yanang'atang'ata hapo. Nikija pale na upili kwa upako. Kwa nini usiliwe mbu na wenzio? Ukang'atwa mbu na wenzio, halafu ukajifunza kumtumikia Mungu, ukaona kumbe kuna tofauti kati ya aliye mjini na kijijini. Na Mungu anawatumia hivyo hivyo kijijini, wanaliwa mbu, wanapiga hivyo, nao ni watu wa Mungu. Wewe uliye mjini unataka wewe uwatese walioko kijijini. Nilienda kijiji kimoja huko, nilipofika kijijini huko, nilipomaliza kuondoka, mchungaji akaniambia, unajua kuna vitu vingine tunavisema kama ushuhuda, sio kwamba tujisifu. Amina. Tunavisema kama ushuhuda. Haleluya. Ndio maisha tunayoyaishi. Akasema mchungaji, Mungu akubariki, umekaa hapa nimeona Mungu. Akasema mimi askofu wangu alipokuja hapa aliniacha na madeni, mpaka leo nayalipa. Mtu wa Mungu apangii watu, kama watakuraza sebreni rara. Yesu anasema sina mahali pa kujiegesha, hata ndege nao wanaviota. Maana unapofanya kazi ya Mungu popote lala. Yesu alilala juu ya mawe, Yesu alilala njiani, Yesu hakuwa na mahali pa kulala ili watu wapate kuokolewa. Ikiwa umeinuliwa mahali fulani, moyo ukainuka, ukaanza kuwa na kiburi, ukaanza kuwapangia watu, mimi siwezi kulala. Wewe mchungaji, siwezi kulala kwako bwana, sebure gani hii imeoza, mimi nataka hoteli. Mungu anapoanza kuona hivyo na ukazungumza hayo maneno mara moja tu, Mungu anaona moyo wako umeinuka na uovu unakuwa juu yako. Hata kama ungekuwa mchungaji, hata kama ungekuwa askofu, hata ungekuwa nani, ukiinua moyo wako umeisha.